Karibu katika simulizi ya mwanadada mdogo ambaye amekuwa shupavu na amekuwa kama kioo na mwanga kwa vijana wengi wa kike ambao wamekuwa akimfuata. Katika historia hii utaenda kujifunza mengi kuhusu mwanasiasa maarufu ambaye anajulikana kama Halima Mdee. Katika siku ya jua kali ya tarehe 18 Machi mwaka 1978 alizaliwa mtoto msichana ambaye siku moja angekuwa miongoni mwa sauti kali zaidi katika siasa ya Tanzania. Halima James Mdee alikuwa katika mazingira ya kawaida akitazama namna mama na baba yake walivyopambana ili kuhakikisha anapata elimu na adabu. Halima Mdee akiwa binti mdogo tu alikuwa na tabia moja iliyomtofautisha na wenzake: hakuogopa kusema ukweli. Hata kama ukweli ule uliuma, alikuwa na shingo ngumu ya msimamo na kinywa chenye hoja. Hata walimu wake shuleni walishazoea mazungumzo yake ya waziwazi, wakati mwingine yakiwa ya kuchekesha, wakati mwingine ya kugusa ukweli ambao watu wengi walikuwa hawana ujasiri wa kusema. Kadri alivyoendelea kukua ndivyo alivyogundua kuwa moyo wake au kumvuta kwenye biashara wala kwenye taaluma nyingine, bali kwenye ulinzi wa haki, usawa wa sauti ya yale ambayo hayakuwa yanasemewa. Safari yake ya elimu juu ikafungua macho yake zaidi, na hapo ndipo wazo la siasa likaanza kuota mizizi ndani ya nafsi yake. Miaka ilipozidi kusonga, Halima Mdee akaanza kujitokeza ndani ya Chaso, jumuiya ya wazalendo Chadema vioni. Alipigana, alijenga hoja, akashawishi vijana na polepole jina lake likaanza kuwa gumzo ndani ya siasa na upinzani. Kisha ikafika mwaka ambao angegundua ukurasa mpya maishani mwake. 2010 kwa mara ya kwanza Halima Mdee alisimama kuomba ridhaa ya wananchi wa Kawe, jimbo lililokuwa maarufu kwa siasa kali na ushindani wenye moto mkali kweli kweli. Alipanda jukwaani akiwa kijana mwenye ndoto kubwa, na wananchi wakampa nafasi akawa mbunge wa Kawe, mwanamke kijana aliyefanikiwa kuvunja ukuta wa hofu kwenye siasa za ubunge. Katika kipindi chake kama bunge lilikuwa kama uwanja wa vita vya hoja. Halima alikuwa na alizuia maswali makubwa sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii, akikemea rushwa, akitetea barabara za Kawe zinazofunikwa na mashimo, na mara nyingi alisimama peke yake akiongoza kwa niaba ya wanawake na watu wa pembezoni. Sauti yake ilikuwa kali, isiyotetemeka, lakini safari yake haikukosa mawe. Wakati mwingine alikamatwa, mara kadhaa alipelekwa mahakamani kwa madai ya kutoa maneno makali dhidi ya viongozi wa serikali. Vyombo vya habari vilikuwa vikimfuatilia, mara nyingine kwa kumpongeza, mara nyingine kwa kumshambulia, lakini tabia yake moja haikubadilika: hakuwahi kuomba radhi kwa kusema ukweli aloamini. Miaka ikasonga, uchaguzi mkuu ukapita. Mwaka 2020 ukawa mwaka wa maamuzi. Halima alisimama tena kuomba ridhaa ya Kawe, lakini safari yake hii upepo haukuwa upande wake. Wananchi walimchagua mwingine na kiti cha Kawe kikahama mikononi mwake. Ilikuwa pigo sio tu la kisiasa, bali pia kiroho na kihisia. Mwanamke alipigania kwa miaka 10, alitazama jimbo lake lilikuwa mikononi mwa mtu mwingine. Lakini historia ya Halima Mdee haikuwahi kusimama kwenye kushindwa. Licha ya tukio hilo, chama chake kilitambua kama mchango wake mkubwa na kuendelea kuwa mbunge wa viti maalum, akiwakilisha wanawake na kutetea haki zao wenyewe bunge la kitaifa. Mazingira ya siasa yalibadilika, marafiki wakageuka, wengine wakageuka yeye, na hata ndani ya chama chake kulikuwa na misukosuko na misuguano ya ndani, lakini Halima aliendelea kuwa yule yule mwenye msimamo, msemaji wa ukweli, wenye nguvu za kupambana. Safari yake hadi leo ni tafsiri hai ya kauli kwamba mwanamke akiamua mlima husogea. Halima Mdee ameandika jina lake katika historia ya Tanzania kama ishara ya uthubutu, ujasiri, kupigana haki katika mazingira ambayo mara nyingine hayako rafiki kwa mwanamke. Na ingawa amepata changamoto nyingi, bado anaonekana kuwa mmoja wa wanasiasa ambao hadithi zao hazijaisha bado. Karibu nikupishe katika doti mbalimbali jinsi ukuaji wake na alipopita mwanadada huyu Halima Mdee. Halima James Mdee alizaliwa tarehe 18 Machi mwaka 1978. Maelezo ya umri na muktadha wake binafsi yanaashiria kuwa amepata nafasi ya kuchukua elimu ya juu. Mdee alianza kutumikia kama mbunge wa jimbo la Kawe, yani constituency, jijini Dar es Salaam tangu mwaka 2010. Alishinda tena viti katika uchaguzi uliofuata na kuendelea kuwa mbunge wa Kawe hadi mwaka 2020. Mnamo mwaka 2020 alikosa tena kiti chake cha Kawe, akapoteza nafasi hiyo kwa mpinzani wake Josephat Gwajima.
Hata hivyo, baada ya hilo aliteuliwa tena sasa kama mbunge wa viti maalum, yani special seat woman representative kwa niaba ya Chadema. Katika kipindi chake kama mbunge, Halima Mdee amejitokeza kwa mara nyingi akisisitiza maslahi ya wananchi, hasa masuala ya miundombinu, barabara, huduma za kijamii na haki za wanawake miongoni mwa hoja zake. Alipinga changamoto ya barabara mbovu katika jimbo lake la Kawe, akizungumza bungeni kuhusu barabara zinazohitaji lami na kushinikiza serikali kusimamia ahadi zake. Pia amekuwa mstari wa mbele kutetea masuala ya wanawake, akiwakilisha wakina mama na wanawake katika jamii hawabaguliwi. Alitumia nafasi yake kuzungumza kuhusu maendeleo, uwajibikaji wa serikali na umuhimu wa wananchi kushiriki katika mabadiliko. Lakini safari yake ya siasa haikukosa changamoto. Zifuatazo ni baadhi ya nyakati ambapo Halima Mdee alipata shinikizo, lawama na mashtaka mazito. Mwaka 2017 alikabiliwa na kesi ya kutoa madai ya lugha chafu dhidi ya rais wakati huo John Joseph Pombe Magufuli kutokana na kauli alizotoa hadharani. Mashtaka hayo uliosababishwa na kuingia kwa kesi ya mahakamani, mzozo wa uhusiano wa vyombo vya dola na mashinikizo ya kisiasa. Pia alipokea lawama wakati mwingine wa kusema ambayo yalipokelewa vizuri, jambo lilosababisha adhabu na kuachwa huru kulingana na kesi za mahakama. Hata hivyo, licha hayo hakukata tamaa na aliendelea kushiriki siasa, kutetea amani na maoni yake na kujaribu kuwakilisha wanasiasa wa upinzani kwa namna ya wazi. Mabadiliko ya siasa na nia yake ilikuwa ni ipi? Baada ya kupoteza kiti chake cha Kawe mwaka 2020 na kupitia mazungumzo ya siasa ndani ya chama chake, Mdee sasa ni mbunge wa viti maalum akipiga kazi katika ngazi ya kitaifa. Aidha, licha ya mizozo na changamoto, jina lake linabaki kuwa la mvuto, hasa kwa vijana, wanawake na wale wanaotaka mabadiliko kupitia siasa za upinzani. Simulizi ya Halima Mdee inakukumbusha kwamba siasa sio rahisi, lakini inawezekana kuwa mtu mwenye msimamo, moyo wa kusema ukweli na kujitolea kwa sehemu ya taifa inayohitaji sauti ya haki, uwakilishi wa kweli na uwazi. Mdee ameonyesha kuwa hata mwanamke na mwanasiasa wa upinzani anaweza kuchukua sehemu katika kujaribu kubadilisha mambo. Hadithi yake inasisimua, inagusa na pia inaibua maswali kuhusu siasa, mapenzi ya taifa, uhuru wa kusema na jinsi tunavyowakilisha kama wananchi. Hiyo ndio historia nzito ambayo inamhusu mwanadada Halima Mdee, ambaye kwa miaka mingi amesimama katika upande wa siasa. Licha ya kwamba ana elimu ya juu, lakini ameamua elimu yake aiwekeze zaidi katika siasa, lakini pia kusimama mstari wa mbele kuwatetea watoto wa kike, wanawake, wa mama ambao wanajisi hawawezi. Ameweza kusimama kama mfano mzuri kwa ajili ya kuwanyanyua wanawake ambao sauti zao zimekoza chini, ili kujiamini na kusogea pale ambapo wanahitaji kusogea katika maendeleo ya nchi. Hii ni Usiku TV. Ukisubscribe hapo chini ndio utakuwa mtu wetu wa kwanza ambao tunapata simulizi za watu mashuhuri katika siasa. Endelea kuwa nasi kila wakati na kila muda. Asante.